Karibu katika kipindi cha neno la Mungu na tafakari. Ndugu msikilizaji, Mungu ametupa nafasi nyingine tena tuweze kukutana hapa kutafakari ujumbe wa neno la Mungu. Mungu ametupa nafasi ya kuwa na hai, ya kuwa na pumzi, ya kuwa na uzima. Ujumbe wetu ambao tunaendelea nao sasa unasema silaha za vita vyetu. Tupo sehemu ya mwisho ya ujumbe, unasema kuangusha ngome. Na sehemu hii ya mwisho ya ujumbe tunaangalia mambo ambayo inaweza kuwa dalili ya shetani kujenga ngome kwenye maisha yako. Mambo ambayo inaweza kuwa dalili ya shetani kujenga ngome kwenye maisha yako. Waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ile ya 7, tusome mstari wa 15. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nitendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo nalolitenda. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, sante kwa ajili ya siku hii, sante kwa ajili ya wakati huu. Tunakuomba, sema nasi kwa neno lako kupitia Roho wako, katika jina la Yesu, amen. Ndugu msikilizaji, mambo ambayo yanaweza kuwa dalili ya shetani kujenga ngome katika maisha yako, nishataja jambo la kwanza ni fikira inayopingana na neno la Mungu. Jambo la pili nikakutajia, tukajifunza hofu ya shetani. Leo tunataka tuangalie jambo la tatu na liwe jambo la mwisho kwa leo. Jambo la tatu ni tabia inayotawala maisha yako, tabia hofu. Mwandishi ametuambia hapa ya kwamba kwa maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nipendalo silitendi, bali lile nililolichukialo ndilo nitendalo. Kwa hiyo ukiona tabia inayotawala maisha yako, tabia usiyoipenda, tabia isiyopendeza kwa jamii inatawala maisha yako, hiyo ni dalili kabisa ya shetani jenga ngome katika maisha yako. Kuna tabia fulani hata wewe mwenyewe unaichukia, hauitaki kabisa, lakini unajikuta tu natajwa wewe ni mtu mwenye tabia hiyo. Kuna matendo, kuna matukio fulani ambayo upendi kabisa yatajwe kwenye maisha yako wala uyafanye, lakini unajikuta tu nayafanya hayo matukio au matendo. Hiyo ni dalili kabisa ya shetani kujenga ngome katika maisha yako. Na jambo lingine ambalo ni dalili pia shetani kujenga ngome kwenye maisha yako, kiachia tabia inayokutawala, tabia usiyoipenda, matukio usiyopenda. Jambo lingine ambalo naomba tuliangalie hapa, ukiona unafanya makosa ambayo hukuyatarajia, ukiona unataja makosa ambayo hukuyatarajia, au unaishi maisha ambayo hukuyapanga, unaishi maisha hayo, na tena ni maisha ambayo wakati mwingine yanakushusha heshima yako, ni maisha ambayo wakati mwingine yanaleta athari kwenye maisha yako ama kwenye familia, lakini wewe unayaishi hayo maisha, unatenda matendo ambayo yanaleta athari kwenye familia, yanaleta athari kama ni kazini kwako, lakini wewe ndo unayatenda hayo, wala huu kujapanga na utegemei, lakini ndo unayatenda hayo. Wewe ndio unayatenda hayo, unahukumiwa. Ni dalili kabisa ya shetani kujenga ngome kwenye maisha yako, ni dalili kabisa, ni dalili. Kwa hiyo Paulo anasema ya kwamba ule mstari wa 16, lakini kama nikitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema, basi sasa mimi si mimi nafsi yangu ninayotenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Wewe anasema kama nikitenda nisilolitenda, sio basi naikiri ile sheria, kwamba unakiri ile hali
ile roho inayokutawala usiyoipenda. Unaikiri ile tabia inayokutawala usiyoipenda. Paulo anasema kwamba sio mimi nafsi yangu, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Na ule mstari wa 18 kiendelea kusoma, anasema kwamba kwa sababu katika mwili wangu halikai neno jema, kwa sababu ninatenda nisilolipenda. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wangu, ukiona unafanya matukio ama unaishi maisha ambayo hukuyapanga, hukuyapenda, lakini unayaishi hayo maisha na unayachukia, na watu wanachukia kukuona kwenye maisha, ni dalili kabisa ya shetani kujenga ngome kwenye maisha yako. Ukiona unafanya hayo mambo, na hayo mambo matokeo yake ama athari zake, watu wanapoteza uaminifu kwako. Walikuwa wanakuamini, hawakuamini tena. Walikuwa wanakupenda, hawakupendi tena. Walikuwa wanakuheshimu, hawakuheshimu tena. Ukiona unaishi maisha ambayo ni kinyume na mpango na kusudi na maono yako, maisha ambayo yanaleta athari kwako wewe, maisha ambayo yanaleta athari kwa jamii, kwa familia, kama ni mwanafamilia wewe, ama kazini kwako, lakini wewe ndio unayoyaishi, huyapendi, lakini unaishi hayo maisha, unafanya hayo mambo, unatenda hayo matukio, huyapendi, lakini wewe unakuta tumetenda hayo matukio, ni dalili kabisa ya shetani kujenga kwenye ngome kwenye maisha yako. Na wakati mwingine wewe haupendi, lakini unasema tu kwa mimi sipendi kufanya hivyo, sipendi haya maisha, lakini nitafanyaje? Maji yakisha mwagika hayazoleki. Sikiliza, nikuulize swali hili ndugu msikilizaji, kwamba ni yupi ama ni wewe, hata kama ni wewe au mtu yeyote ushamuona kwamba maji ya ndoo yake yamemwagika, na kwa sababu hayazoleki amepasua na ndoo kabisa? Hakuna mtu ambaye aliwahi kufanya jambo kama hilo. Kwa hiyo hata kama maji yamemwagika, sio sababu ya kupasua ndoo. Hata kama maji yameshamwagika, unatakiwa ukatae hiyo roho, ukatae hayo maisha, sio ya kwako. Tuendelee kusoma mstari wa 18. Anasema mstari wa 18, kwa maana kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolitenda ndilo nitendalo. Sasa hata kama maji yamemwagika, haina maana ya kupasua ndoo, haina haja ya kubaki hapo hapo. Ukishajua ya kwamba unafanya yale ambayo ni kinyume ya mpango wako, unaishi maisha ambayo ni kinyume ya maono na makusudi yako, unatenda matendo ambayo huyapendi, ukishajielewa, usibaki kusema sio mimi, ni ile dhambi ama ni ile roho inayokaa ndani yangu. Unatakiwa ikatae hiyo roho, unatakiwa uikimbie hiyo dhambi. Kuna dhambi zingine za kukimbiwa, sio za kukemea. Kuna maovu mengine ya kukimbia, sio ya kukemea, ya kukimbia. Tukisoma kwenye waraka kwa Wagalatia, yameandikwa hapo baadhi ya matendo na dhambi ambazo unatakiwa uzikimbie, sio kukemea. Ubaki tu nakemea kwamba sio mimi, sio mimi. Au unatakiwa ukimbie, unatakiwa ukatae, unatakiwa utoke hapo ulipo. Kwa hiyo tabia inayotawala maisha yako, tabia hofu, inaweza kuwa dalili kabisa, ni dalili kabisa ya shetani kujenga ngome kwenye maisha yako, na itakusumbua na itakuumiza sana. Nimekwambia unaweza ukapoteza uaminifu kwa watu ambao hukutarajia. Watu wameacha kukuamini, watu wameacha kukupenda, watu watakuchukia, watu watakushusha hadhi, utazalilika. Mwisho wa siku mwisho wake ni mbaya. Shetani anakumaliza kabisa, ni kazi ya shetani. Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 10 inasema, mwizi kazi yake ni kukuibia na kukuharibia na kukuchinja. Akisha kubadilishia maisha yako, tabia yako, mwisho ni kukuua. Atakuua kwa magonjwa, atakuua kwa matukio mabaya, atakuua shetani, atakuiba, mwisho wa siku atakuua, na atakuwa ikataa hiyo roho. Waraka kwa Wagalatia, tusome hapo, tarudi hapo baadaye. Waraka kwa Wagalatia sura ile ya 5 ule mstari wa 20 hadi 22. Sura ya 5 waraka kwa Wagalatia 20 hadi 22.
22 anasema hivi, waraka kwa Galatia sura ya 5 mstari wa 20 hadi 22. Sura ya 5 mstari wa 20 hadi 22 anasema hivi, mstari wa 19, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya. Ameanza kutaja uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, urafi na mambo yanafanana na hayo. Na haya yote niliyoyataja mahali hapa sio kuishia kukemea tu. Kama yapo kwenye maisha yako, unatakiwa uyakimbie. Usiseme kwamba mimi sipendi niwe na fitina, mimi sipendi niwe na chuki, mimi sipendi niwe na wivu wa kupitiliza, wivu mbaya, mimi sipendi kuanga, kuroga. Usiishie kusema. Unatakiwa ukimbie, ukatae, umkimbilie Yesu. Kwa hiyo Paulo anasema kwamba kwenye mwili wake kuna mashindano. Nafsi yake inataka jema, lakini mwili wake unakataa. Unatakiwa ukatae, unatakiwa ukimbie, unatakiwa mkimbilie Yesu, unatakiwa yakatae hayo. Tabia inayotawala maisha yako isiyo njema ni dalili kabisa ya shetani kujenga ngome kwenye maisha yako. Ameendelea kusema hapa, tumalizie hapo, twende tukaombe. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema na fadhili na uaminifu na mambo kama hayo. Kwa hiyo ukiona hayo mambo yanakutawala, unatakiwa ukatae, uanze kuwa na upendo, uanze kuwa na uvumilivu, uanze kuwa na utu wema ndani yako, uanze kuwa na bidii ya kufanya kazi na kujituma, uanze kuwa na uaminifu. Mungu akubariki. Usiache kutuma ujumbe kwa mwenzako, kusubscribe channel yetu na kushare. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu ananitazama. Inawezekana katika maisha yake ndio kuna vitu ambavyo vinaendelea ambavyo havipendi, kuna tabia ambazo zinaendelea kwake ambazo hazipendi, kuna matukio ambayo yanaendelea kwake ambayo hayapendi. Mimi nasimama, ninamwombea kwa jina lako, hiyo tabia iliyoko ndani yake, kwenye mwili wake, hiyo roho iliyoko ndani ya mwili wake, tunaikemea katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Achia maisha yake, achia maisha yake, toka kwenye maisha yake, ewe pepo mbaya na mharibifu uliyekaa ndani yake, unayeendesha maisha yake, unayetawala mawazo, unayetawala akili yake, katika jina la Yesu. Roho ya uharibifu, roho ya kishetani, toka kwenye maisha yake katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, tunakuomba uyaongoze maisha yake na moyo wake. Tunakuomba mpe tunda la Roho ndani yake, Bwana, ili atawaliwe na tunda la Roho, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana kwa kutufuatilia na kunisikiliza. Mungu akubariki sana.